Haya sasa, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibuni kwenye channel hii basi ya Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia. Naam, kama heading inazungumza faida kwa kupitia jina la Mwenyezi Mungu Ar-Rahim. Tafsiri yake mwenye huruma. Nitalitamka jina hili faida zake, na vizuri mtu anayependelea kulitaja jina hili mara 100 kwa siku au mara 300, basi mtu huyo atapata faida hizi nitakazozitaja hapa. Naam, faida za kutaja jina hili ya Rahim kwa uchache. Namba 1, humpa mtu huruma na upole wa moyo, husaidia mtu kuwa mwenye huruma wengine na kupendwa na watu kwa tabia njema. Namba 2, husaidia maombi kujibiwa haraka. Mtu akitaja kabla ya dua, Allah humjibu kwa huruma yake isiyo na mipaka. Namba 3, huondoa magumu na mitihani maishani. Ikiwa unakabiliana na matatizo makubwa, kulitaja jina hili huleta wepesi na msaada wa Allah. Namba 4, husaidia wenye huzuni na msongo wa mawazo, kutuliza moyo wa mtu anayepitia kipindi kigumu au anayeumia ndani kwa ndani. Namba 4, husaidia mwenye huzuni na msongo wa mawazo, kutuliza moyo wa mtu anayepitia kipindi kigumu au anayetumia ndani kwa ndani. Namba 5, huleta mafanikio na baraka katika kazi na biashara. Wanaotaja mara kwa mara hupata baraka katika riziki zao na wateja wengi. Namba 6, huponya maradhi ya kimwili na kiroho. Wenye magonjwa sugu wasiofahamu ugonjwa wao wanapolitaja mara kwa mara hupata nafuu. Namba 7, huimarisha ndoa na mahusiano ya kifamilia. Wanandoa wakilitaja pamoja hujengewa upendo na maelewano. Njia bora za kulitaja ya Rahim: baada ya swala za faradhi, taja mara 100 kwa nia ya kupata huruma ya Allah. Namba 2, unapojisikia huzuni au kufadhaika, taja mara 33 kwa utulivu wa moyo. Namba 3, kwa wagonjwa anaweza kulitaja au kupulizia mara 101 kwa nia ya uponyaji kwenye maji hayo akapata kuyatumia. Namba 4, kwa mafanikio ya biashara, taja mara 201 asubuhi kabla ya kuanza kazi. Ndugu yangu, nahisi tuishie hapa. Tafadhali subscribe na kulike na kushare kwa channel hii ili uwe mwanafamilia. Tutaendelea na majina moja, tutalichagua jina la Mwenyezi Mungu moja, tupata faida zake kuweza kuzitambua kiundani na tujue na maana na faida zake. Tuonane katika video nyingine. Asante.